Kasim Deuji, naona uko kwenye safari ya kuelekea Misri, labda neno lako ni lipi kwenye? Kwanza, bismillahirrahmanirrahim, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumekula Idi vizuri na tunaelekea kwenye mechi ya legi ya kwanza. Inshallah, Mungu akijalia, tunataka kuwapa zawadi wa Tanzania, hasa wapenzi wa Simba, zawadi ya Idi ili tuletee ushindi. Hii tunataka kujaribu kuvunja rekodi tena ya Simba, maana Simba huwa wanavunja rekodi kila mara, na Simba alishawahi kumfunga timu ya Misri kule kabla ya miaka karibu 20 hivi, tukashinda kwa penalty, lakini safari hii tunataka kwenda kushinda bila penalty, moja kwa moja. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu tuweze tukafika na tuweze tukarudi na ushindi. Nadhani matumaini yakoje kwa maana ya kikosi cha Simba? Najua tuna matumaini makubwa na wapenzi wa Simba vile matumaini, ingawa Almasri ni timu kubwa, lakini Simba vile ni wakubwa. Mtaangalia kwenye mechi miaka miwili mitatu tumecheza na timu kubwa, tumecheza na Wydad, tumecheza na Constantine, mwaka huu tumecheza na timu ya Libya, tumecheza na timu ya Angola. Kwa hiyo timu ya mwaka huu ni tofauti kabisa na timu ya mwaka jana na timu ya mwaka juzi, wakati tulikuwa tumefika robo fainali, lakini timu ilikuwa sio kama timu ya sasa. Wapenzi wanajua kwamba timu ya mwaka huu ni timu nzuri, na waliosajili nawapa hongera kwamba wameweza kusajili wachezaji ambao wanaweza kutuvusha kwenye hii robo na kutupeleka kwenye nusu, na inshallah Mungu akijalia hata hiyo nusu tutavuka tufike fainali. Lakini sasa hivi tuna focus kwenye kupita hivi robo ili tuweze tukaendelea. Simba ana faida gani kuanza ugenini tofauti na miaka ya nyuma ambao walikuwa mara nyingi wao walikuwa wanaanzia? Unajua, uzuri wa Simba kuanza ugenini ni kwanza unaonekana wewe ni mkubwa kuliko yule mwenzake, maana wewe uko juu na yeye uko chini. Kisaikolojia inasaidia ya kwanza. Ya pili, kwa bahati mbaya na kama Mungu hakutaka, basi ukiteleza kidogo bado kuna chances za kuweza kurekebisha nyumbani, na nyumbani usiposhinda utashindia wapi? Kwa hiyo hata ikitokea bahati mbaya bado una nafasi ya kuja kurekebisha yale makosa yako na unaweza kupata ushindi. Mtakumbuka kabla ya miaka mitatu Simba walienda Kinshasa, tukafungwa goli 5. Kutoka pale tukaenda Misri, tukafungwa goli 5. Tuliporudi hapa wote waliotufunga 5-5 sisi tukawafunga na tukafuzu kwenye robo finali. Kwa hiyo unapofanya makosa nje basi ni rahisi kuja kurekebisha, lakini ukishafanya makosa hapa ni vigumu sana kwenda kurekebisha ugenini. Kwa hiyo ndio faida ya kuweza kucheza mpira ugenini, lakini mara nyingi inategemea na timu vile. Inshallah tukishinda, kwa mtizamo wa nilivyoangalia robo finali, itabidi tuanze nyumbani tukamalizia nje, na robo finali vile most likely lakini mpangaji ni Mungu, lakini kwa mahesabu ya kimpira tunaona kwamba Zamalek watashinda na tutacheza nao kwenye nusu fainali. Kwa hiyo tutaanzia hapa nyumbani, tutaenda kumalizia kule. Kwa hiyo wakati wa kucheza hapa mwalimu atajua namna ya kupanga timu na namna ya kuweka na mbinu ili tuweze tukashinda kwa vizuri. Ukisafiri na timu mara nyingi bona matokeo yanapatikana, na mechi ile ya Tunisia ya Constantine pia Bravo kule Angola, hata kwenye ligi kule Tabora, baadaye Dodoma, kila ukionekana tu uwanjani kuna matokeo yanapatikana. Sasa siri ipi iko nyuma? Maana watu wanaanza kuuliza mziazi mchasafiri hata Uarabuni kuna matokeo. Tunamshukuru Mungu, Mungu ndio mpangaji. Sasa saa nyingine mtu anakuwa na bahati, anaweza kasafiri na timu, na wachezaji wakiona kwamba mtu mzima amekuja, basi wanajituma zaidi kwa kujua kwamba kumbe tunafuatiliwa na watu wengi, na mtu aliyokuja vile wananiheshimu
na wananipenda, kwa hiyo labda wanajituma zaidi. Kwa hiyo inasaidia kuhamasisha wachezaji na kufanya vizuri. Ndio kwa wachezaji, kwa sababu ni mechi ya ugenini ambayo kama fainali. Wachezaji nilishaambia kwamba kwa stage Simba walipofika na wachezaji walipofika, kama wanataka kwenda kucheza mpira Ulaya au kwenye timu zingine, basi hiyo ndio njia. Hakuna mtu ambaye atakuwa anaangalia robo finali, labda Watanzania na watu wa Misri watakuwa wanaangalia, na labda 5% ya nchi nyingine ambayo wataangalia, lakini wakivuka hapa, wakifika nusu finali, basi labda 40% ya Afrika nzima watakuwa wanaangalia, lakini wakifika finali, basi watakuwa wanaangaliwa na karibu 80% ya wapenda, sio tu Afrika, lakini pamoja na watu wa Ulaya watakuwa wanaangalia hiyo mechi ili waweze kuscout wachezaji. Kwa hiyo nimwambia wachezaji, kama mna nia kwenda kucheza kule juu, basi lazima mfanye vizuri, mjitahidi ili muweze mkaonekana. Kwa hiyo sasa hivi sio mambo ya motisha au mambo ya pesa. Sasa hivi ni wao wenyewe kama wanajinadi. Huwezi kujinadi ukiwa huko sokoni. Kwa hiyo wanapofika fainali wanajipeleka sokoni ili waweze wakatambulika na kuweza kuchukuliwa. Shukrani sana. Sijakusikia vizuri. Mara nyingi Simba amekuwa akipotea kwa timu za Misri. Anarudi tena Misri. Mara ya mwisho Al Masry walimtoa Simba. Kwenye hatua ilikuwa ya finali. Waswahili wanasema kufanya kosa si kosa, kurudia ni kosa. Kwa hiyo tulishafanya makosa, tunaenda kurekebisha ili tusifanye makosa. Watanzania wengi wanategemea kwamba Simba watavuka, na nimesema awali kwamba Mungu akipenda tutavuka. Hatuogopi majina siku hizi. Zamani ilikuwa tukipanga wana Waarabu inaonekana ndio mwisho wa safari, lakini sio sasa hivi. Sasa hivi tumejipanga vizuri, tumeshapata uzoefu wa kutosha na mbinu ya kutosha kuweza kuvuka. Kwa hiyo tuna imani kwamba hayo ilikuwa ni